Kwa nafasi yangu ni kualika umma hususan wakina mama kujitokeza kwa wingi sana katika siku ya tarehe 21 pale katika ukumbi wa DYCCC Chang'ombe kama tulivyoalikwa, kuanzia asubuhi baada ya swala alfajiri tuelekee pale tubakir kwa ajili ya Qur'ani. Ni jambo kubwa sana, tujitokeze sana, wakina mama, wakubwa, wadogo, watu wazima, wadau mbalimbali. Tena uzuri inafanyika ile jambo katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, mkoa wenye jina la Qur'ani, Darus Salam. Basi tuamke na Dar es Salaam ya Qur'ani siku ya Jumapili hii, ambapo tutakuwa na wageni wengi sana 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 sana, akiwemo mama yetu mtukufu Mama Mariam Mwinyi. Twendeni tukamheshimishe kwa kumkimbilia yeye kwa ajili ya jambo la Qur'ani. Tujitokeze kwa wingi sana, na nikupongeze Sheikh Muhammad wa Samata kwa kauli mbiu kwamba Qur'ani ni upendo. Qur'ani ni upendo. Ya subhanallah, huu ni ubunifu wa hali ya juu sana. Amesema Sheikh Kaporo, Qur'ani ndio kila kitu, wa ma faratna fil kitabi min shay'in, na kama alivyosema Al-Habibi Umar Smeti, khudh min al-Qur'ani ma shi'ta bima shi'ta, chukua katika Qur'ani utakacho kwa utakalo. Katika Qur'ani unachokitaka kipo kwa lolote unalotaka kulifanyia. Wewe umejikita na wenzio katika upendo. Upendo, kwa faida ya hadhira na wanahabari, ndio malipo atakayowapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu wema. Watu wengi wanadhani watapewa pepo. Upendo. Zawadi ya peponi ni kupendana. Kwanza kumpenda Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kupendana watu. Siku zote kama walivyosema watu wa falsafa, rahabul falati samul khiyati ma'al ahbabi maidanu, na rahabul falati ma'al a'da'i niranu. Yanasema tundu ya sindano wakikaa watu wanaopendana basi ni uwanja mkubwa, watatosha, japokuwa wamekaa katika kijitundu kiduchu cha sindano. Ndo samul khiyati ma'al ahbabi maidanu, tundu ya sindano kwa watu wanaopendana inawatosha. Ni kiwanja kikubwa sana. Ndani ya Qur'ani humo ndo Mwenyezi Mungu anafundisha mapenzi ya kweli, mapenzi ya yakini, mapenzi ya dhati, mapenzi kwa maana ya mapenzi. Leo dunia imekuwa hivi ilivyokuwa kwa sababu watu watupendani tu. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Maneno anayosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha faida za kupendana. Anawataja watu wa Madina walivyowapenda wageni wao kutoka Maka, wamependana. Akasema wale wamefaulu kwa kumalizia wa man yuqa shuha nafsihi faulaika humul, yule ambaye kwamba ameepushwa na choyo cha nafsi yake, akaamua kuufungua moyo wake akamjaza mwenzie akampenda, huyo amefaulu. Leo tumebadilisha ile miendo. Wanadamu amepewa miendo mitatu na Mwenyezi Mungu. Amepewa al-imsha, kutembea kwa miguu, wa sa'i, kukimbia au kukazana, wal firar, na kukimbia. Pale ambapo Mwenyezi Mungu anataka sisi tukimbilia walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan, akasema famshu fi manakibiha. Mwenyezi Mungu ndo amekutandazieni ardhi hii, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Tembeeni mwendo wa kawaida duniani ili mkatafute riziki. Leo sisi hatuendi kutafuta riziki kwa kutembea, tunakimbia au tunaharakisha. Hapana, Mungu ametaka sisi kwenye riziki twende mwendo wa kawaida wa madaha, lakini kwenye maghfira ndo wasari'u ila maghfira, ule ndo anataka haya, harakisheni kukimbilia maghfira. Sisi kwenye maghfira hatuharakishi, hatukazani, na makimbilio ni kwa Allah. Fafirru ila Allah, kimbilieni kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Wapi Mungu yupo tumkimbilie? La, fafirru ila umurillah,
kanuni za mashindano zinawahitaji kina mama ambao waliohifadhi mathalan juzuu 5, amekuwa mshindi wa kwanza au wa pili au wa tatu, basi asirudie juzuu zile kwa mwaka unaofuata. Inatakiwa aongeze, aingie grupu linalofuata, ima juzuu 7 au juzuu 10. Kwa maana kwa juzuu 30 waliokuwa washindi wa kwanza wa pili mwaka juzi na mshindi wa kwanza wa pili na watatu mwaka jana, hawa kanuni haziwahitaji tena mwaka huu washiriki tena mashindano hayo, kwa sababu ni washindi, na wakiingia huku maana yake wanaweza kawa wanajirudia kitu kile kile. Kwa hiyo kama kamati tukaonelea kwamba tuanzishe kitu kipya ambacho kitaweza kuwabusti wale kuendelea kuhifadhi Qur'ani, lakini kuendelea kuisoma Qur'ani na kuifanyia kazi kwa namna moja au nyingine. Mashindano yetu haya ya Qur'ani, historia yake ni fupi tu, na natamani nihudhurishe kwenu ili muweze kuifahamu. Mashindano haya yalianza toka mwaka 2013 na mpaka hivi sasa tunapozungumza ni mwaka wa 14, mwaka huu 2026. Mashindano haya yalianza yakiwa na juzuu 1 na juzuu 2 tu, kwa maana yalianza yalikuwa ni machache, kwa maana ya uchache wa ushiriki, lakini uchache wa kijuzuu, kwa maana ya kwamba kipindi hiko kumtafuta mwanamama ambaye alihifadhi juzuu 4-5 ilikuwa ni ngumu sana. Tulianza na juzuu 1 na juzuu 2, na mpaka hivi sasa tunapozungumza mashindano haya yamefikia sasa kuwashirikisha kina mama juzuu 30, na mwaka 2024 na 2025 ilikuwa ndio 2024 ilikuwa ni mwaka wa kwanza kabisa kuwashirikisha kina mama kuhifadhi juzuu 30, na 2025 ukawa ni mwaka wa pili. Lakini kwa namna ya kipekee kabisa mwaka huu tunaenda kufungua historia mpya ya mashindano yetu haya ya Qur'ani kwa kina mama watu wazima, kwa kuwashirikisha kina mama ambao waliohifadhi juzuu 30 pamoja na tafsiri al-Qur'ani. Qur'ani ndio kila kitu, na Qur'ani ndio mafanikio, Qur'ani ndio dira, Qur'ani ndio chimbuko la kila kitu katika maisha yetu. Ukitaka tabia njema utaipata ndani ya Qur'ani. Ukitaka mawazo yaliyokuwa mazuri utayapata ndani ya Qur'ani. Ukitaka chimbuko la ilmu utaipata ndani ya Qur'ani. Basi alkhasir, kila jambo zuri utalikuta ndani ya Qur'ani al-Karim, na Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema ma faratna fil kitabi min shay, hatukuacha kitu chochote katika kitabu chetu. Wanawachuoni walikimbilia sana Qur'ani na walikuwa na sababu za kuikimbilia Qur'ani. Tumepokea kutoka kwa bwana anaitwa Abdul Malik ibn Umair, anasema kana yuqalu inna abqa an-nasi uqulan qura'ul Qur'ani. Anasema kwamba huyu bwana huyu, wale watu ambao watakaobaki na akili zao barabara ni wale wasomaji wa Qur'ani. Watu wakisoma Qur'ani ndio akili zao zinabaki. Lakini imepokewa katika riwaya nyingine inasema anqa nasi uqulan qura'ul Qur'ani, wale watu ambao wali akili ambazo zilizokuwa nzuri kabisa, safi, akili zilizokuwa nzuri hazina chenga, basi ni wale ambao ni wasomaji na waliokuwa wanajihusisha na masuala ya Qur'ani tukufu. Ndio Imamu Qurtubi anasema katika tafsiri yake, man qara al-Qur'ana mutti'a bi'aqlihi wa in balagha 100, mwenye kuisoma Qur'ani na akajihusisha na Qur'ani, akili yake inachevushwa, inatiwa nuru, akili yake inapendeza, na hata akifika umri wa miaka 100 yeye stili atakuwa bado yuko vizuri na akili yake iko nzuri. Tunawahimiza Waislamu na tunawaita katika fainali hizi zinazofanyika Jumapili ijayo tarehe 22 pale DYCC, tarehe 21 Jumapili inayokuja pale DYCC. Rajai Foundation kwa kushiriki ibada kama hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza, ameisifu pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile sisi kama Rajai Foundation, slogan yetu ni kuifikia jamii kwa namna moja ama nyingine, na jamii tunaifikia katika mambo ya kheri.
Na moja ya mambo ya kheri ni kama hili ambalo tunaliona leo linakwenda kufanyika, mashindano ya Qur'an, tena kubwa zaidi akina mama. Kwa nini tumeingia katika jambo kama hili? Kwa sababu tunaamini kwamba tunapokuwa tunashirikiana katika jambo la kijamii, hasa katika kuwainua kina mama, kuwahamasisha waendelee kuisoma Qur'an, tunaendelea kuandaa kizazi chema